Tulikaa pale zaidi ya lisali moja bila msaada wote. Kila tunayemuita alikuwa mwingine akicheka, mwingine akichukua video. Februari 25 mwaka 2026, eneo hili la Kilombero kwenye barabara hii ya Sokoine ilinyesha mvua kubwa ambayo ilileta mafuriko, jambo ambalo lilipelekea kijana huyo aliyekuwa kwenye bajaji kukwama kwenye eneo hili kwa zaidi ya saa moja. Aliamua kuvua nguo ambazo alikuwa amevaa, akabaki na kaptula fupi. Tumempata kwenye interview, tuzungumze naye aweze kutuambia jinsi ambavyo video hiyo ambayo ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha raia huyo wa nje ya nchi ambaye aliamua kujitolea kumsaidia. Kwa majina anaitwa Alvin Ernest Shirima. Siku ile nilikuwa natokea Ngusero naelekea mjini TTCL. Baada ya kufika eneo la hapa Kilombero, mvua ilikuwa ikinyesha kubwa. Usafiri niliokuwa niko nao ulipata changamoto katikati ya maji kabla sijawa nimemaliza kuvuka. Hivyo ikanilazimu kubaki pale katikati bila msaada wowote. Paka alipotokea raia wa kigeni ndipo alipokuja na kunisaidia, lakini kwa hawa ndugu zetu wa Tanzania walikuwa wakipita tu bila msaada wowote, kila mtu alikuwa akikimbia, lakini yule bwana alijitolea, akaamua kutoa nguo zake, akaja akatusaidia. Na katika chombo kile cha usafiri nilikuwa niko na abiria mmoja ambaye nilikuwa naenda naye hapo maeneo ya TTCL. Ndio niliomba msaada sana. Tuliita watu, kuna baadhi ya watu walikuwa wamekaa kwenye maguta, kuna vijana watoyo hapa, kuna tozi zilikuwa kwenye maji ila walishindwa kutoa msaada, walikimbia wakatelekeza na pikipiki zao. Watu wa guta nao wakaondoka. Kuna gari pia ya shule ambayo ilikuwa pale ilishindwa kutoa msaada wote kwa sababu ilikuwa tayari na wanafunzi na wakawa wameogopa kwa sababu maji yalikuwa ni mengi. Na pia siku ile msaada mkubwa pia, kabla ya yote, kuna gogo lilikuja likashika kwenye tairi ya mbele, ndio likawa limezuia, likawa linakata yale maji yakawa hayaendi tena kwenye chombo. Ila kama sio gogo lile, nadhani chombo kile kingeweza kwenda hata na maji, kwa sababu maji yalishaanza kutuzidi, akawa anapiga mtama. Kwa nini ukushuka uiache bajaji eneo lile wewe ujiokoe? Sasa tusingeweza kushuka kwa sababu kwa mazingira ambayo tulikuwepo, kwanza na yule mtu alipokuwepo alikuwa na upande wote wa kutokea, ilikuwa eneo ni moja tu la kutokea, na pale alipokuwa anatakiwa atokee maji ndio alikuwa ni makubwa na alikuwa ni karibu na mfereji mkubwa ambao ulikuwa unapitisha maji. Kwa hiyo pale angeshuka alikuwa hawezi kuona ule mfereji wala kuona, kwa sababu maji yote yaliziba, maji yale yalijaa barabara nzima. Kwa hiyo kawa huwezi kuona mfereji, huwezi kuona mwisho, huwezi kujua unaelekea wapi. Kwa hiyo ikashindikana kushuka pale mpaka baada ya yule mzungu kuja kufika na kutupa, sababu kwanza alikuja akaniambia nimeongea na mwenzako wa nyuma ila tumeshindwa kuelewana kwa sababu alikuwa hajui lugha, ila mimi kidogo kwa sababu ndugu alikuwa anapanda, tulizungumza pale, akaniambia naomba nipe 1 minute or 2 minutes na rudi. Kule aliporudi akaja pale akaanza kupima hatua chombo kilipo na kuangalia distance iliyopo ili atakapokipush kurudi nyuma ajue kwamba kitakuleta madhara yoyote. Hivyo alikuja pale akatusaidia, na pia akaniambia if you need another help na pia na kamba naweza nikakuvuta. Lakini baadaye alivyonimishusha kwa pale nyuma akawa chombo kimeshaka sehemu nzuri ambapo kulikuwa hakuna maji mengi. Naweza kusema ameokoa kwa sababu yeye ndo alikuwa msaada, alikuja pale akatoa yale magogo akaniambia usiogope, tulia, nahitaji kukusaidia. Akasema pia kule kwao hivi ni vitu vya kawaida wamezoea. Basi baada ya yeye sasa kuonesha ule msaada, na ndo kijana mwingine naye akashuka kwenye bajaji na kuja kufanya ile ambalo mzungu alikuwa analifanya. Ulikaa kwa muda gani? Tulikaa pale zaidi ya lisali moja bila msaada wote. Kila tunayemuita alikuwa mwingine akicheka, mwingine akichukua video. Kwa hiyo nadhani hawakuwa na msaada wote, lakini baada ya yule mzungu kuja ndo watu wakaona sasa na wao watoke. Tayari alitoka ni kijana mmoja ambaye alikuwa kwenye bajaji, ndo alikuja akatupa msaada. Baada ya kutusaidia yule kijana wa bajaji akamchukua yule aliyokuwa nimempakia, na baada ya maji kupungua ndo nikatoka hapo nikasogea. Ila kila kitu lazima muamini Mungu. Nadhani hata kama sio biashara ile ya msalaba, hata yule mzungu asingetokea, kwa sababu hakuwepo hata eneo la nyuma. Alikuja tu nikashangaa, amekuja, amwangalia kwenye mira na muona huyu anakuja,
akiweko Kifawaza akaja akanisaidia. Baada ya kukaa zaidi ya ile saa moja tukaona sasa hapa nikumwomba tu Mungu sasa, there is no way. Kulikuwa hakuna msaada. Kwa sababu kila unayemuomba hakuna aliyekuwa anasaidia. Kwa kila mtu anajisaidia mwenyewe. Kuna wengine walitelekeza pikipiki hapa kwenye maji. Kwa hiyo hakuna msaada wote ambao niliona na kwamba naweza nikaupata. Nilikutana naye kwa maeneo ya LMB. Huyo mzungu. Siku ile ile. Lakini baada ya kama masaa, ilikuwa jioni kwenye saa 9 tulikutana NMB pale Clock Tower. Baada ya kukutana naye pale alinikumbuka, akaniambia yuko yeye, nikamwambia niko salama, akaniambia basi nitakutafuta zaidi. Kuna siku tena nilikutana naye maeneo ya ni juzi Jumamosi, kwamba mtu pale mahali anapohitaji msaada, hebu wajaribu kuwa serious na lile swala mtu ambaye uliomba kwa muda ule, kwa sababu huwezi jua lina madhara kiasi gani au athari kiasi gani. Paka mtu wa kigeni ndo anakuja kujitolea akijua kwamba pale kwa kuna shida au kuna madhara kiasi gani. Lakini kama sio yule mzungu hapa, sijui hata sasa hivi tungekuwa tunaongea kitu gani. Mimi nishukuru tu kwanza. Nishukuru kwa msaada nilioupata, na mimi pia nimejifunza kitu. Kwa majina naitwa Musa Daniel Njoromi. Nilirekodi lile tukio ambalo lilisambaa zaidi kwenye mitandao ya kijamii kutokana na situation ambayo ilikuwepo. Nilichukua muda kidogo kurekodi, lakini kabla ya hapo nilipiga kelele sana, na nia yangu ya kupiga kelele nilikuwa nataka watu au mtu yeyote ambaye alikuwa na gari kubwa basi angeweza kusogea karibu na ile bajaji ili aweze kuiblock in case maji yatakuja kuzidi na kuiangusha, basi iwe imepata kuegemea kwenye gari kubwa. Kitu ambacho nilipiga kelele bila mafanikio, lakini nikawa naendelea kuumia na nikaendelea kupiga tena kelele kuomba magari yasogee. Lakini baada ya hapo niliona gari ambayo ilikuwa nyuma, ni gari aina ya Ford ambayo nadhani ndo alikuwepo ndani raia wa kizungu. Basi baada ya kupiga kelele, yule raia wa kizungu alikuwa ananiona. Kwa aligundua kwamba huyu mtu aliyekuwa juu gorofani alikuwa anapiga kelele kuomba mtu yeyote mwenye nia ya dhati basi angesogea pale kwenda kumsaidia. Lakini yule raia wa kigeni alishindwa kusogeza gari yake. Alikuwa anatamani kusogeza gari yake, lakini alishindwa kwa sababu mbele yake kulikuwa kuna bajaji nyingine ambayo ilikuwa imeblock, asingeweza kusogeza gari yake. Aliamua kuvua nguo ambazo alikuwa amevaa, akabaki na kaptula fupi na akatoa shati, akaanza kusogea mdogo mdogo, na by the way inaonekana ni mtu mzoefu vizuri kwenye mazingira yenye maji. Alikuwa anatembea kwa tahadhari, hanyanyui miguu, lakini alitembea kwa staili ile ile mpaka alipomfikia dereva bajaji. Alichokifanya kwa mara ya kwanza ni kutafiti, je, kuna na uwezekano wa kumsaidia? Alipogundua, alirudi tena kwenye gari, akajitafakari. Alirudi tena kwa mara ya pili, akahakikisha anamsukuma yule dereva bajaji anatoka kwenye maji mengi.